rai yangu, hawa viongozi tuliowapata kwanza waweke umoja, waache makundi, waweke umoja, watufikirie sisi wafanyabiashara tunaendaje kibiashara vizuri. Wao wabunifu, ubunifu wao nini? Wao wabunifu kwamba je, tunafanyaje? Wanaweza wakaweka hata makongamano, watu wakaja tukafanya biashara. Tunachotaka sisi tufanye biashara na sisi tusogee, kwa sababu huu mwaka wa 4 biashara bado ngumu, unaona. Kwa hiyo rai yangu mimi ni hiyo, kwamba waungane, wawe wabunifu zaidi, watutetee sisi. Kama machinga wanaongezeka, waziri mkuu alipita juzi, watafutiwe eneo, wakae sehemu sahihi. Tunatamani sana kulipa kodi, kwa sababu kodi ndio maendeleo, lakini huwezi ukafanya biashara kiholela au mwisho wa siku ukasema eti kwamba maendeleo yawepo. Hapana, sisi sote hili taifa ni la kwetu, na sisi ndio vijana, takiwa tusonge mbele. Tutasongaje mbele? Takiwa tushirikiane na viongozi tulionao, washirikiane viongozi wa mkoa, ili mwisho wa siku tuweke maendeleo katika mji wetu. Leo tulikuwa tuna uchaguzi wa kuchagua viongozi wa soko letu. Uchaguzi umeenda vizuri, tumempata kiongozi ambaye tunampenda na tunamwamini. Imani yetu ni kwamba kwa sababu kama kiongozi tuliowachagua ni viongozi wengine ambao tulikuwa nao, kwa hiyo tuna imani kwa sababu mambo waliokuwa wanayatenda tulikuwa tunayaona, ndio maana tumewapa ili tuendelee nao sawa, ambao tulikuwa tunaona hawafai tumewaweka chini. Yani hilo ndio jambo la muhimu. Wanatakiwa wawe kitu kimoja ili waweze kututetea sisi machinga tufike ambapo panafanyaje, panastahili. Wakiweka tena wao matabaka, ina maana sisi tena ndio tutaumia. Wakianza wao kwa sababu yeye kashindwa, huyu anafanya hivi, inabidi wawe kitu kimoja ili tusonge mbele.